Uchaguzi ni takwa la kikatiba. Ninaamini hapa kila mwana Tunduma na kila Mtanzania anafahamu hivyo. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka kila baada ya miaka mitano nchi iingie katika uchaguzi mkuu wa kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Uchaguzi ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni takwa la kikatiba la kufanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Lakini kwenye uchaguzi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yetu haina wagombea binafsi. Katiba yetu, ili ugombee ni lazima upate udhamini wa chama cha siasa, vyama ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini. Na nyinyi wote mnafahamu hapa, nchi yetu ina vyama 19 ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Hivyo ndio vyama vinavyoruhusiwa kushiriki uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka huu 2025, katika vyama 19, vyama 18 vinashiriki uchaguzi katika ngazi mbalimbali, kwenye nafasi ya urais, ubunge pamoja nafasi za madiwani. Kwa hiyo vyama 18 vinashiriki, isipokuwa chama kimoja tu cha siasa, na chenyewe nitaeleza kwa kifupi baadaye kuhusu kwa nini wao hawataki kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu wananchi wa Tunduma, kwa nini napenda kuanza kuwakumbusha watu juu ya historia na mustakabali wa taifa letu? Ni kwa sababu watu wanafikiria kuvuruga amani ya nchi ni jambo jepesi, kama vile kuingia labda msalani unapokuwa umebanwa. Wanafikiri namna hiyo. Sisi wote hapa ni mashahidi. Wote ni mashahidi. Miaka mitano iliyopita, mgombea wa CCM alikuwa ni marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mungu ailaze mahali pema peponi. Rais Magufuli alipoingia madarakani alihudumu kwa muda mfupi wa kama miezi 6 tu, mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomchukua siku ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021. Baada ya Rais Magufuli kuondoka, makamu wa rais kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye anayechukua jukumu la kuiongoza nchi kwa kuapa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2021 aliapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika historia ya Afrika, historia ya nchi yetu, kwetu akawa ni rais wa kwanza mwanamke ambaye ametokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama akaingia madarakani. Wote hapa ni mashahidi. Kila utawala una taratibu zake na uendeshaji wa nchi. Wakati wa Rais Magufuli alitawala kwa staili yake, na Mheshimiwa Rais Mama Samia alipokuwa anaingia madarakani, yeye alikuja na falsafa yake ya 4R, yani R4, ambazo zilikuwa zinatafsirika kwa Kiingereza. Kwa maana R ya kwanza ilisimama kwa maana ya reconciliation,
maana yake maridhiano. R ya pili ilisimama kwa maana ya resilience, kwa maana ya ustahimilivu, tuvumiliane. R ya tatu ilisimama kwa maana ya reforms, kwa maana kutakuwa na mabadiliko ama mageuzi makubwa atakayoyafanya ndani ya nchi. Na R ya nne ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilisimama kwa maana ya rebuilding, kwa maana tunajenga upya taifa letu. Kwa nini Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja na falsafa hizi? Hapa nitazungumzia falsafa namba moja, ambayo ilikuwa ni falsafa ya maridhiano. Wote hapa ni mashahidi wote. Mama Samia alipoingia akasema, jamani, tunapaswa tupatane kama taifa bila kujali itikadi za vyama vyetu, wapinzani, wana CCM na wasio na vyama, wote turudi nchini, tuijenge nchi yetu. Hayo ndiyo yalikuwa malengo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndiyo malengo yake mpaka sasa hivi, maridhiano. Na katika yale maridhiano ya Mama Samia, watu waliokuwa nje ya nchi, ikiwemo kaka yangu Tundu Antipas Lissu, akaambiwa rudi nchini, hakuna mtu atakuzuru, rudi nchini. Kina kaka Lema wakaambiwa rudini nchini. Kina Wenje, wote waliokuwa nje ya nchi, Mama Samia kwa wema wake akawaambia rudini nchini, maridhiano. Baada ya maridhiano hayo akakutana nao Ikulu, wakazungumza juu ya mambo waliokuwa wanataka kukubaliana. Moja ya jambo walilotaka ni kufanya mikutano ya hadhara nchi nzima. Mheshimiwa Rais aliwaruhusu wakafanya mikutano ya hadhara nchi nzima, wakazunguka kumtukana aliyewapa ridhaa ya kurudi ndani ya nchi. Huo ni upendo wa Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa wamerudi. Wakati wamerudi, mwaka wa 3 baada ya kurudi, wakawa na uchaguzi ndani ya chama chao, chama ambacho na mimi nimewahi kuwa mwanachama, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Uchaguzi ukawa kati ya mwenyekiti Mbowe na mwenyekiti wa sasa ndugu Tundu Antipas Lissu. Kukawa na mvutano, wote mnafahamu, manake ilikuwa iko wazi nchi nzima na ilirushwa kwenye vyombo vya habari, tulifuatilia wote. Kukawa na kambi mbili zinavutana. Katika historia ya vyama vya upinzani ni moja ya uchaguzi ambao ulivutia. Kukawa na kambi ya Lissu yenye sera ya no reform no election, na kukawa na kambi ya Mbowe ambaye alikuwa anasema tukiingia madarakani nahitaji kuwa na maridhiano, nitaunda kamati tupate maridhiano kwanza ndani ya kukitibu chama chetu. Wagombea wawili wanapogombea, watu wawili lazima mshindi apatikane. Wamefanya uchaguzi, akapatikana Tundu Antipas Lissu kwenye chama chao. Sera yao ya no reform no election ndani ya chama chao sasa wakaigeuza kuifanya kuwa sera ya kitaifa, kutaka hata wana CCM na sisi tuseme no reform no election. Inaanzia wapi? Sijui kama umenielewa. Sera ya ushindani ndani ya chama chao ugeuze sisi wana CCM wa vyama vingine, ACT, Chauma, wote. Imeanzia wapi? Lakini nataka niseme jambo moja. Huyo aliyerudishwa nchini na Mama Samia akamwekea mguu, akasema mama, bila no reform no election, manake ile sera
imeanza kusemwa baada ya kushinda uchaguzi ambao ni kama ndani ya mwaka huu. Uchaguzi nafikiri ulifanyika mwaka huu mwanzoni au mwaka jana mwishoni. Ndani ya muda mfupi sasa unalazimisha sasa Rais Samia afanye no reform, no election ili uingie katika uchaguzi ndani ya muda mfupi. Huko ni kumwonea Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Wote hapa ni mashahidi. Rais Magufuli aliingia madarakani mwaka 2015. Na alipoingia madarakani alisema hivi, katiba kwangu sio kipaumbele. Mimi nahangaika na maendeleo. Kuna mtu alilopoka kipindi chake cha utawala? Nataka nionyeshe kuna mwanaume alilopoka. Wote si tulikaa kimya? Rais Kikwete wakati anaingia madarakani, anaondoka madarakani mwaka 2011, alisema mchakato wa katiba mpya uanze kuandikwa. Tukatunga sheria bungeni, tume ikaundwa ya mchakato, ikaanza kazi. Mwaka 2014 tarehe 30 mwezi Aprili tulitakiwa tupige kura ya maoni ya katiba mpya. Mimi nilikuwa mbunge wa upinzani. Tuliingia bunge la kwanza, bunge la pili tukasusia, wakabaki wana CCM peke yao bungeni. Sisi wabunge wote wa upinzani hatukushiriki bunge la katiba la awamu ya pili. Matokeo yake katiba mpya haikupatikana na nafasi tuliko nayo ya kufanya mabadiliko. Wanasemaje? Mtoto yatima adeki. Umenielewa? Wewe una baba, una mama, unadeki nini? Unadeka nini? Utafanya kila kitu. Tulipogoma kwenda na tume ya uchaguzi ikasema wenyewe mambo ya kwenda kwenye kura za maoni hatuendelei nayo mpaka itakavyotangazwa wakati mwingine. 14 tukaingia 15, akaingia mwamba Magufuli. Magufuli hoja yake moja kwa moja, mimi hiyo mambo ya katiba mpya sina mpango nayo, na wote tuliufyata. Wote tuliufyata. Tumekwenda na Magufuli mpaka mwaka 2020. Magufuli yupo kwenye uchaguzi, kura zinapigwa. Mgombea wa Chadema yuko airport anakimbilia Ubelgiji. Mbio bwana, kulikoni? Wananifatafata nyuma. Mwamba John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais Mama Samia amewapa huruma ya kuwaleta ndani ya nchi. Leo huruma yake mnaitumia vibaya. Huruma ya Mheshimiwa Rais ni dharau. Huwa nawaambia watu siku zote, ukimsaidia mtu siku ya kwanza akikuomba msaada, mtu akija kwangu, Silinde naomba msaada, ukimpa siku ya kwanza atakushukuru na atatambua kwamba ule ni msaada. Akija siku ya pili akakuomba msaada, atajua kabisa ukimpatia, atasema Silinde ni mtu ambaye anajali, yani amenikumbuka tena, huyu ni mtu. Ukimpa mara ya tatu, atasema Silinde ni mtu wa thamani sana, mara tatu amenipa, kila nikimwomba ananipa. Ukimpa mara ya 4, anaanza kujenga imani na wewe kwamba kumbe kila nikiomba kwa Silinde napata. Ukimpa mara ya 5, anaona sasa hile ni haki yake ya msingi, hupaswi kumnyima kila anapoomba. Ndio maana ukimnyima mara ya 6 unakuwa ni ugomvi. Haamini kwamba umeishiwa, ni kwa sababu kila akiomba mpe, kila akiomba mpe. Ndio maana tunaambiwa hata watoto kuna wakati tuwanyime hata kama unayo. Baba naomba pipi, baadaye akizoea anaona akisiku akikosa ndio wale watoto wanaenda wanajinyonga. Kwa vitu vya kipumbavu tu, kwa sababu hajazoea kunyimwa.
Mama Samia amekuja. Tunataka kurudi nchini. Njooni wanangu. Tunataka kupiga mikutano sana. Njooni wanangu. Kuna ruzuku yetu huko. John Pombe alizuia msajili, wapeni mzigo, wakapewa mzigo. Sasa hivi tena eti no reform no election. Mama afadi. Acheni dharau. Acheni dharau. Tunaenda kutiki. Hata kama ni mwanamke ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vitu vinaenda kwa utaratibu. Ndio. Sasa leo mnadanganyana, hatuendi kwenye uchaguzi, na nyinyi mnafahamu uchaguzi ni takwa la kisheria, takwa la kikatiba. Leo tusipofanya uchaguzi hapa, maana yake tumevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani hilo ni kosa kubwa zaidi kuliko mambo yenu ya no reform no election. Hebu niambieni leo rais aseme sasa nimewasikiliza watu wa no reform no election, sasa na tunakwenda tunazuia uchaguzi. Mpo tayari tukakae bungeni bila uchaguzi miaka mingine 5? Alafu tuseme tutaendesha huo mchakato wa katiba miaka 10, mtakubali? Wakati mwingine muwe mnafikiri kabla ya kutenda. Kama kuna kosa mmewahi kulifanya ni hili la kususia uchaguzi. Na katika historia ya vyama vya upinzani nchini Afrika, nazungumzia Afrika, mimi naweza nikawaambia Morgan Tsvangirai alikuwa waziri mkuu wa Zimbabwe 2009 mpaka Septemba 13. Morgan Tsvangirai alikuwa anapambana na Comrade Mugabe. Nyinyi mnafahamu kosa alilolifanya, alikwenda akasusia uchaguzi. Tumemzika akiwa kapuku, na chama chake kikafa, kikagawanyika mara mbili. Ikawepo MDC chini ya Nelson Chamisa, kukawepo vile vile na MDCT, kwa maana Tsvangirai akaweka ya kwake yenyewe, kwa sababu ni uamuzi ambao ni uamuzi hauleti tija. Maalim Seif hapa, nyinyi wote ni mashahidi, alishasusia uchaguzi. Wabunge wa kafu wakiwa 54 na wabunge wa CCM wakiwa 54, nusu kwa nusu. Alikaa benchi miaka 5. Aliporudi mwaka 2020 kabla ya kufariki 21, alikuwa na wabunge 4 na yeye makamu wa rais, na aliingia, alikubali kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu aligundua alifanya makosa. Makosa ya namna hii aliyafanya Kizza Besigye wa Uganda pale. Leo ameibuka mpinzani mwingine Bobi Wine, anafanya siasa pale. Mnakaa humu mnalishana matangopoli, no reform no election, tutakiwasha tutakiamsha. Unakiamsha na nani? Wapi? Unduma oye. Kwa nini nayasema haya? Nayasema haya kwa sababu ninaumia ninapoona watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unajua, nyinyi mnaijua sumu, na kwa nini Biblia inasema nyoka ni shetani? Mnajua kwa nini? Unajua akili ya Kiafrika inakutuma nyoka akitokea hapa ni shetani. Yule nyoka ni mnyama tu, wala sio shetani. Shetani ni sumu, ni mlaghai, ni yale maneno ambayo mtu anakuambia ya uongo. Leo mtu anakuja hapa anakuambia hivi, Silinde ni mtu mbaya sana. Wewe humjui Silinde na wewe unalibeba Silinde ni mtu mbaya. Tayari amekuhamishia sumu. Na wewe unaenda kwa mtu mwingine, Silinde ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Mnamezeshana sumu. Ukishaamini, sumu inaingia kwenye mwili wako. Ndio maana umetumika mfano wa nyoka, kwamba nyoka anaweza kukugonga eneo dogo, alafu sumu ikaambaa mwili mzima. Sasa leo mnakaa kwenye mtandao, mtu yuko Marekani, tukiwashi hapa tuwe kama Nepali, tuwe kama Madagascar. Hivi naomba niulize, leo tukikiamsha hapa, leo tufanye tunakiamsha, wangapi wanaweza kuishi bila kufanya kazi walau mwezi mmoja? Wangapi? Wangapi wanaweza kuishi mwezi mmoja bila nani?
Unajua, niwaambie hivi, sasa hivi unajua vijana wengi ni betting, kizazi cha betting. Yani mimi vijana wangu wote walio karibu wana beti masaa 24. Betting, fanya betting kwenye michezo, sio kwenye maisha. Manake tunachokifanya ni kama tunataka kufanya betting. Hebu tujaribishe tuone, alafu itakuwaje. Wewe unajua nani anakuja baada ya hiyo betting yako? Unamjua ni nani? Msilogwe kuingia kwenye huo mtego. Mimi ushauri wangu kwa wananchi wa Tunduma, wewe kama hutaki kupiga kura, kaa nyumbani usipige kura. Unataka kumpigia kiongozi, ni haki yako kupiga kura. Ulazimishwi. Uzuri mnaoandikishwa sio lazima wote mjitokeze kupiga kura. Lakini eti wewe kwa sababu mtaki Silinde, basi unataka umzuie na mtu mwingine asimchague Silinde. Hapana. Acha. Haya maisha wote tunaishi, wote tutakufa. Hakuna atakayebaki hai. Sijui kama umenielewa? Yani hayo mambo ya kutishana, hakuna ajuae kesho. Kesho si Jumamosi, kwani kuna mtu ajui kesho ni lini? Kila mtu anajua kesho ni nini. Yani ukifika Jumamosi, siku inayofuata ni lini? Ni Jumapili. Kesho yetu tunaijua. Kwa hiyo tufanye mambo kwa kutumia akili, tusiende kwa miemko. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.